TV inakuletea ufunuo, unabii, maarifa ya Mungu na nabii wa ishara Tanzania. Karibu. Naam, shalom shalom wa Tanzania. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ni salamu kutoka katika kiti cha unabii, nabii wa ishara Tanzania, kiti cha unabii kwa ajili ya taifa la Tanzania, kama ilivyokusudiwa na Mungu aliye hai, katika jina la mkombozi Yesu Kristo aliye hai. Na yote yanayokwenda kunenwa na kutokea ni kwa utukufu wa Mungu Baba aliyenituma kwa ajili ya kazi hii. Ninawabariki wote mnaonifuatilia na mtakaofuatilia video hii, na mbarikiwe sana wale ambao mnawezesha kazi hii ya unabii kuweza kusonga mbele. Partners wote unabii wa ishara Tanzania, mlioko ndani ya nchi ya Tanzania, mlioko kule Sweden, mlioko kule UK, yani Uingereza, pamoja na kule Marekani, wote na wasalimu. Mungu awabariki sana kwa kazi njema ya kuwezesha madhabahu kuendelea kufanya kazi njema kwa mapenzi ya Mungu Baba na kwa upendo wenu kabisa. Ninawakaribishe wote ambao mnauliza mara kwa mara, kwani huyu mtumishi wa Mungu yuko wapi? Mtumishi wa Mungu, nabii wa ishara Tanzania, ninaonena na wewe, nabii na mwalimu wa mambo ya kinabii hapa Tanzania. Ninapatikana Dar es Salaam hapa Mbezi, na kwa sasa ukitumia namba ya simu ni rahisi sana kuweza kuhudhuria ibada zetu zinazoendelea pale Maramba Mawili, katika kanisa ambalo limejengwa hivi karibuni. Mungu akubariki sana utakapokuja kwenye jumba lile la ufunuo na mambo ya kinabii, ufunguliwe na upate knowledge itakayoongoza maisha yako kwa ushindi na ufanisi. Na leo ninanena na wewe, ndio tunaelekea karibu ya tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka 2025. Kwa hiyo hapa ninapochukua video hii na kuituma, itatumwa leo, maana yake ifikapo kesho tarehe 1, leo tarehe 31 mwaka 2000, tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka 2025, lakini kesho, ama nikimaanisha baada ya kurusha video hii, utaipata either leo tarehe 31 ama utaiona ikisoma tarehe 1 mwezi wa 6. Mungu akubariki sana unayekwenda kuyasikia mambo mazito ya mwezi huu ambayo Mungu amenionyesha, na kwa faida ya taifa letu, haswa waombaji walio tayari kuomba juu ya nchi na taifa. Basi kazi ndio hii mnayokwenda kupewa. Nimeona watu wakiomboleza kwa msiba ndani ya mwezi huu. Nilipochungulia mwezi huu katika ulimwengu wa roho, nimeona kuna msiba na mambo ya kuumiza moyo yakitokea katika taifa. Ni kama mtu aliyekuwa anaugua kwa siri au kwa kipindi bila watu kujua ama kufuatilia. Kuna msiba unakwenda kutokea kama vile wa mtu aliyekuwa anaugua kwa muda, ingawa watu walikuwa hawajui. Lakini kuna taarifa za misiba ambazo nimezisikia zikifuatana na msiba mmojawapo ambao utakuwa mkubwa. Kwa hiyo manake kuna msiba utakaosikika zaidi na kuna misiba ambayo itakuwa ikitokea kama nitakavyoelezea nilivyoona. Pia nimeona tukio la kuhuzunisha sana na la kukasirisha Watanzania likitokea katika mwezi huu kwenye ulimwengu wa roho. Watu waombe. Kuna kifo kinacholenga kusababishwa na ajali. Watu waombe. Nimeona CCM ikiondokewa mwezi huu, na taarifa hizo za CCM zitaifanya kuifanya CCM ikusanyike. Sababu nimeona watu wa CCM wakiwa wamekusanyika, lakini mkusanyiko hilo ni kuondokewa. Kwa hiyo kutakuwa na vikao vya CCM vitakavyohusu
watu wanaojitoa kwenye chama, lakini pia kwa ajili ya kifo na msiba. Uninukuu vizuri sana, kwa sababu ninayosema ndiyo yanayotokea. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa makini na hilo, kwamba kutakuwa kuna hao wanaondoka kabisa, wanaofariki, lakini kuna wale ambao watakuwa wanaondoka kwa maana ya kujiengua, kujitoa kwenye hicho chama. Nimeona Chadema ikipokea wageni katika chama, ingawa pia nimeona wageni wengine wakiondoka kwenye hicho chama. Yaani Chadema itapokea wageni wapya mwaka huu, mwezi huu wa 6, wanaoonekana wanakuja kuungana nao. Sasa sijajua ni wageni wazuri, sijajua ni wageni wa namna gani. Inawezekana ni wageni wazuri, ama ikawa ni wageni kwa ajili ya ubaya. Lakini nimeona pia wakiondokewa Chadema. Lakini sio tu hivyo, nimeona pia taarifa ambazo zilikuwa zimejificha muda mrefu kwenye Chama cha Mapinduzi na chama cha Chadema zikifunuliwa. Yaani kuna taarifa za muda mrefu ambazo za muda fulani zilikuwa zimejificha, zitajifunua waziwazi kwenye hivyo vyama viwili. Kila chama kitapata taarifa zake zilizojificha, zinakwenda kufunuliwa. Nimeona wakijua taarifa ambazo zilikuwa zimejificha hao watu wa vyama. Lakini mwezi huu unamuona Tundu Lissu akiwa katika hali ngumu sana, moyo wake ukiwa unaugua ama unaumia kwa yale yanayopitia. Kwa hiyo inaweza ikaambatana na jambo lolote la kumuumiza moyo, la kumhudhunisha. Watu wanaompenda wamwombee kwa kina, wamwepushe na hatari za kiafya ambazo pia zinaweza zikawa hivyo, zinaonekana pia zinaweza zikahusu afya yake, lakini sio afya yake pia, yani nafsi yake kabisa. Yani mingine ni kumuumiza nafsi yake kabisa, yeye mwenye Tundu Lissu. Naona rais wetu pia akiwa katika vikao vya maamuzi ambavyo vinaonekana atakuwa anawawajibisha watu anaoona kuwa wafai. Pia naona akighadhabishwa na listi ya majina ambayo walitaka hao watu yeye rais awahurumie, lakini yeye rais akawaacha wenyewe. Yani akawaacha hao watu wenyewe. Yani alitegemea rais, kuna listi nimeona ambayo rais anayo ya watu waliotaka wapigiwe sijui nini nasema, yani awasemee wapate jina ama wapate nguvu, lakini wakaona mambo yameenda tofauti na walivyotegemea. Basi nimeona hao watu wakigeuka kuwa maadui wa Chama cha Mapinduzi, watakichukia Chama cha Mapinduzi. Ingawa niliona hali hizo zikimpa maumivu kule mbele, miezi inayofuata, huyo mkuu wa Chama cha Mapinduzi au mheshimiwa ama waheshimiwa wanaosimamia chama hicho, kitawapa maumivu. Hicho kitu kitawapa maumivu. Yani wale watu wanaotegemea kupata support kutoka kwa rais ama kwa kiongozi wa Chama cha Mapinduzi, alafu wakakosa support, wanaonekana wakiumizwa. Na nimeona listi ya watu wakiumia katika ulimwengu wa roho. Kumbuka, nimeona katika ulimwengu wa roho kama kwa ndoto hivi. Nimeona hali ya nchi ikipokea taarifa mbalimbali za mambo ya vifo na kusikia mambo yaliyofichwa kwa muda mrefu yakijulikana waziwazi na sio mazuri. Nimeona idara ya polisi ikihusika kushughulikia mambo ya uhalifu sana na kutoa taarifa za matukio ya kihalifu na vifo mwezi huu unaokuja wa 6. Yani hapa nasema leo ni mwisho wa mwezi wa 5 mwaka 2025. Sasa mwezi wa 6 2025 kuna mambo hayo ya matukio ya uhalifu pamoja na taarifa za vifo, ajali zinazoua na matukio ya vifo, watashughulishwa polisi. Naona taasisi za majina yafuatayo zikipatwa na mambo ya kusikitisha. Taarifa ni majina ambayo
haya ninasema maana yake ni kwa mujibu wa majira na nyakati. Nimeona haya majina TBK, hawa wakipatwa na mambo ya kusikitisha na wengine misiba, pamoja na tuhuma za mambo ya hasara zikipata hizo taasisi. Hali ya majira na nyakati kuhusu watu wenye majina H, Z, Q, B, K, T, G, Y na P ama E, W na N. Si wote bali wengi wao watapitia mambo magumu, mahusiano, uchumi, afya, ya kuumiza mioyo, na ikiwa watajua ni njia gani yanatokea watajiepusha. La hawakuweza kujua hayo, watapaswa waombe sana, watatakiwa waombe sana. Anga la dunia linaonyesha habari kubwa za ajali, magonjwa na uharibifu unaotokana na ajali na mafuriko na mapigano, lakini pia kuna mashtaka ya kupinga utawala fulani katika dunia. Haya ndiyo mambo makubwa kabisa ambayo nimeyaona kwenye mwezi huu yatasikika, na yatasikika. Lakini taifa la Kenya kupatwa na msiba na lenyewe, pamoja na taarifa za kusikitisha hivi ambazo zinatokea, pamoja na kupatwa na mambo ya kutia hasara, aidha kupitia watu ama janga lolote la hasara. Kama vile Tanzania pia kunaonekana kuna janga la hasara litakalo igusa maeneo fulani ya nchi. Lakini pamoja na hayo yote niliyoyazungumzia, watu waombe kuyaepusha mambo hayo mazito. Makanisa yenye majina T, K, B yaombe dhidi ya migogoro pamoja na misiba kwao. Makanisa yenye majina T, B, K yaombe dhidi ya migogoro na misiba kwenye taasisi zao, na watahadharisha mapema, msiseme nabii hakutufunulia. Nawaambia mapema, migogoro na misiba kwenye taasisi zenu K, T na B, kama vile TAG, KKT, sijui K nini huko, sijui B nini huko. Makanisa kama hayo waombe dhidi ya misiba, wakemee na kupinga hizo, wapinge migogoro, vitu kama hiyo. Ukipoteza muda wako kunipinga mimi, utaumia vibaya, kwa sababu nimetumwa na Mungu mwenye nguvu kuliko maombi yako. Kwa hiyo fanya, pinga ninayoyasema mabaya yasitokee. Ukithubutu kunipinga mimi ukasahau kuomba mabaya hayo yasitokee, itakula kwako, moto utakuchoma vibaya sana. Sio moto wa jehanamu, moto wa nguvu ya Mungu ambayo iko ndani yangu. Maana wapo wajinga. Na kuhusu Mheshimiwa Gwajima, neno muhimu sana ambalo Mungu ananipa kumwambia ni kwamba ajipe moyo, ni kwamba lipo kusudi kubwa linaendelea, ni kwamba awe makini sana na maisha yake, haswa kuanzia mwezi wa 7. Ni kwamba ajitahidi sana kutumia hekima zaidi kama alivyotumia hekima kwenye maelezo aliyokuwa natoa ya mwanzo. Asiruhusu hasira kwake kwa namna yoyote ile, maana maadui zake ambao ni kwa sababu ya wivu na kuona wito wake ulio mkuu, maadui zake wanatafuta ni mtego gani wenye nguvu utakaoweza kumnasa Gwajima. Kwa hiyo namsihi sana Gwajima awe mtulivu zaidi. Huu ndio mwaka pekee anatakiwa kuwa mtulivu, na akinena awe amenena hekima tupu, kwa sababu ndani yake kuna kitu cha kuweza kulisaidia taifa. Isipokuwa taifa lipo wakati wa utawala wa giza, utawala ambao sina maana utawala huu unaotawala nchi. Nazungumzia utawala wa nchi wa ulimwengu wa roho. Ni saa kama vile Yesu alivyosema, hii ni saa ya giza, ni utawala wa giza. Sasa hivi ni wakati katika ulimwengu wa roho wa taifa, ni utawala wa giza, yaani kiti kinaongoza chenye giza
ndio kinaongoza sasa hivi utawala uliopo. Nguvu za giza, nguvu ya uovu ndio ina nguvu sasa. Labda sije mjanielewa. Yaani kipindi hiki mtu ambaye yupo katika utawala akiwafanyia ubaya wanaotaka haki itendeke, anakuwa ni mtu mwema. Hiyo ndio dalili ya kuonyesha utawala uliopo sasa unaongozwa na mamlaka ya giza, yaani ya giza. Mabaya yakitokea hawaruhusiwi kusema. Yaani kwa mfano kukitokea ubaya, labda kuna dhuluma imetokea, mfano mtu wa chama labda fulani cha upinzani kauawa, ama si mtu wa chama, ni mtumishi wa Mungu kauawa, na ukiangalia scenario yenyewe inakuwa ni kama vile ya kidini, basi huwa hawaruhusi kusema na wala hawataki kusema. Hiyo huwa ni dalili moja, kama mjui watu wa Tanzania, ni dalili ya kwamba ndani ya kiti cha utawala, sio kwa rais, sio yeye rais, bali roho iliyoko ndani ya ule utawala inamsukuma kiongozi mkuu na wale wasaidizi wote wakubaliane na ubaya kuliko wema. Ndio maana utaona ndani ya watu viongozi wa CCM kuna wanaopinga ubaya. Nadhani wote wengi ni mashahidi. Mmeona kuna watu wanasema Lissu na aachiwe tu. Sawa, lakini ni utawala huo ndio ambao umemtia ndani. Lakini ndani ya wanachama wa chama tawala hicho wanasema Lissu aachiwe. Hii ni kuonyesha wanaosema Lissu aachiwe ni wachache. Kundi kubwa limenyamaza kusapoti nguvu ile iliyopo inayosapoti mtu yoyote akipinga uovu, akipinga rushwa, akipinga ufisadi, akipinga upotevu wa pesa kwamba wapige kelele, akipinga ulaji watu wanaokula nchi, yeye anakuwa ni adui. Hiyo ndio picha inaonyesha tupo katika utawala wa giza, na aliyo itakuwa mbaya zaidi kuanzia mwezi wa 6 kwenda mbele. Nimetoa tu taarifa kama nabii wa Mungu aliye hai, mumuombe rais aweze kurudi kukubali sasa kutenda mambo ambayo wananchi wanataka. Akubali kutenda mambo ambayo wananchi wote wanataka, sio kwa lazima. Yaani tumuombe. Sasa hivi ni wakati wa kumuombea tu. Mkisema mseme naye, ile roho ikimtuma, itakachomtuma rais ndio hicho, itakachowatuma watendaji wake ndio hicho, kwa maana ni wakati wa utawala wa giza katika ulimwengu wa roho ambao ndio unayesukuma utawala uliopo. Wakiona mtu yoyote anazungumza haki fulani itendeke, anakuwa ni mbaya. Kwa nini? Utawala unasapoti ubaya, sio wema. Sasa naamini Mungu atatutoa hapa. Tumuombe rais, Mungu amsaidie asimame pamoja na watetezi wa mambo mema. Akiona watu wanakemea ubaya usifanyike, yeye atoke na yeye aseme nakubaliana na hilo, ubaya usifanyike. Lakini vinginevyo tutamuona rais akiendelea kunyamaza hivi kila ubaya unapotokea, kwa sababu si yeye tena, si yeye anayefanya hivyo. Kuna nguvu iko ndani inasapoti hayo, inataka nchi iendelee kufanya uovu, ama utawala usimame kwa uovu na wala si kwa wema. Na niseme tu kwamba ukweli ni kwamba hakuna utawala uliowahi kufanikiwa kusimama kwa uovu. Uovu siku zote unaibisha nchi, uovu unamwaibisha kiongozi anayeongoza, uovu unaibisha chama, uovu unaibisha mpaka watendaji wenyewe. Kwa hiyo hakuna mwananchi atakuja kufurahia utawala huu kama utaendelea kusapoti uovu. Unasikia wabunge huko wanasema wale watu wanaharakati mngewapiga warudi na mitungi huko. Unaweza ukaona jinsi roho chafu inavyowaongoza wale wabunge kule. Unaweza ukaona roho chafu inavyowaongoza. Yaani mtu na akili timamu unatamani mwenzako waumizwe. Kama kweli wewe sio mnyama, ni kitu gani? Kama hatuna sasa hivi viongozi wenye roho ya unyama, ni nini? Ndio maana nikawaambia ni saa ya utawala wa giza. Tunachotakiwa sasa ni kuomba Mungu aweze kufanya mambo yake ambayo huyafanya juu ya utawala wa giza, na tutaona mambo yamekuwa shwari wala sio muda mrefu. Mungu awabariki sana, na uendelee kusikiliza mambo ambayo ninayasema. Kwa sababu hiyo, ikiwa tutaomba vizuri na mambo hayo Mungu akaepusha, tunapata wote faida. Niseme tu kwamba wale wanaoendelea kuliombea taifa, endelea kuliombea taifa, maana taifa sasa roho inayotawala ni ya shetani.
si roho ya Mungu tena. Roho inayopenda uovu na kupinga mema ndio inayotawala sasa. I repeat. Kuanzia mwezi wa 6, kwenda mbele mpaka wa 9, kuna mambo mengi sana yatafunuliwa. Alafu kama nilivyosema, kuna watu wanakwenda kuondoka ambao kuna kusudi kwenye nchi. Kuna watu wanakwenda kuondoka. Wataondoka tu kwa kuondoka kwa amri ya Mungu. Wataondoka na ni makusudi maalum kabisa kwa ajili ya kutengeneza ili taifa likae sawa. Kwa hiyo kuna bye bye kwa watu ambao Mungu anaona kuondoka kwao kutaweka mambo mengine sawa. Na hii si kwa ajili ya siasa tu. Ya majira yanaonyesha kuna watu watapaswa kuondoka kwenye taifa, kwenye maeneo mbalimbali, kwenye taasisi mbalimbali. Lengo ni kuweka sawa, kwa sababu ni majira mapya yanakuja. Tunaelekea majira mapya makamilifu ya nchi. Yaani kuna 9, alafu kuna 9, alafu ikifika mwezi wa 9 kutakuwa 999. Umri wa nchi 9, majira ya nchi 9, na majira ya mwaka kwa nchi 9. Manake wameondoka ama wamekwisha. Kina nani? Wale ambao Mungu anakusudia waondoke ama waishe kwa mapenzi mema tu ya Mungu, sio kwa ubaya. Mungu awabariki sana. Nabii nimesema, Mungu aliyekusudia niseme, yeye kazi yake ni kwenda kuyatekeleza aliyoyafunua kupitia kinywa hichi. Nabii wa Ishara Tanzania, wewe mpendwa wa madhabahu hii ambao unapenda madhabahu hii, pengine unaweza kusema kwa kutokujua, mbona anasema mabaya tu? Hatujatumwa tuzungumze mazuri. Tumetumwa tuzungumze, tuonye watu dhidi ya mabaya yanayotaka kutokea kwenye maisha binafsi ya watu. Ndio maana nimetaja herufi hizo, na kwenye taifa pia. Kwa hivyo ndio hivyo mambo yatakuwa hivyo. Mwezi wa 6 taifa la Amerika na mataifa ya Ulaya yanaonyesha kukumbwa na mambo kama uharibifu unaotokana na maji. Kwa mataifa ya Ulaya huko, hata na Asia, unaweza kukuta hata na Asia, bara la Asia, kuanzia mwezi wa 6, uharibifu wa maji wa hali ya juu. Wajihadhari mataifa ya Ulaya, Marekani pamoja na bara la Asia. Be careful. USA, UK, Europe and Asia, hata Afrika pia, kwenye maeneo kadhaa, kuhusu mafuriko ambayo niliyatabiri mwanzo wa mwaka yatatokea. Kuanzia katikati ya mwaka huu kwenda mwisho, hapo ndio patakuwa halisi, yani uhalisi wa hayo matukio ya uharibifu ndio utakuwa unatokea hapo. Mungu awabariki sana wote mliofuatilia video hii. Mungu awabariki sana mnaochangia sadaka.